Hii ni orodha ya lugha za Kiafrika na idadi ya watu wanaozizungumza katika kontinenti la Afrika. Lugha ya Kiafrika inayozungumzwa na watu wengi katika kontinenti la Afrika ni lugha ya Kiswahili, ambayo ina takriban wazungumzaji milioni 150 hadi milioni 250. Ni lugha ambayo inazungumzwa katika nchi ya Tanzania, inazungumzwa katika nchi ya Kenya, nchi ya Uganda, vile vile nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hivyo basi Kiswahili ni lugha inayotumika katika mataifa ya Afrika Mashariki na vile vile mataifa ambayo ya uhusiani maybe kwa misingi ama kwa historia mbalimbali, historia zake zinakaribiana na vile vile zinatofautiana kwa njia sawa. Tukiangalia lugha ya pili ni lugha ya Hausa. Hausa ni lugha inayozungumzwa kule nchini kwa pakubwa magharibi mwa Afrika, nchi ya Nigeria, nchi ya Niger na Ghana. Ina wazungumzaji elfu ama milioni ya 70 na hadi milioni 100. Lugha ya tatu ni Yoruba, vile vile kule nchini Nigeria. Lugha ya 4 ni Oromo, ambayo inazungumzwa nchini Ethiopia na kaskazini mwa Kenya. Ingine ni Igbo, Nigeria. Kwa hivyo tukiangalia lugha ambayo ina wazungumzaji wengi na inayoweza kuunganisha Afrika, kwa maoni yangu ni lugha ya Kiswahili. Kwa sababu gani? Lugha ya Kiswahili licha ya kuwa inazungumzwa katika mataifa manne na inafunzwa katika vyuo tofauti nchini Afrika, inafunzwa Botswana, inafunzwa Namibia, inafunzwa katika vyuo vingi vikuu nchini Afrika, katika bara la Afrika, na vile vile inafunzwa katika vyuo vikuu vya mataifa ya nje, inafunzwa Ujerumani, inafunzwa Uingereza, inafunzwa hata Marekani. Inahusiana kwa karibu sana na lugha ya Kiarabu, ambayo hata ndiyo lugha ambayo ina wazungumzaji wengi zaidi barani Afrika. Lugha ya Kiarabu ndio ina wazungumzaji wengi kwa idadi katika bara la Afrika. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili kwa maoni yangu ni lugha ambayo tunastahili kueneza na ikapate kujulikana na watu wengi. Kwa hivyo kina Museveni Museveni amekuwa rais wa Uganda kwa miaka karibu inaelekea sasa hivi miaka 40 inaelekea mwaka wa 40, na hajaweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba watoto wa Uganda wanajifunza Kiswahili wakiwa wachanga. Unapata mtu ako miaka 20 na hawezi zungumza na Kiswahili. Na miaka 20 Museveni alikuwa rais. Tayari if jamaa alizaliwa ako na miaka 20, inamaanisha akizaliwa Museveni alikuwa amekuwa rais tayari kwa miaka 20. Na Museveni ndiye anapenda kutuambia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili katika Jamhuri ya Afrika Mashariki, na kwake yeye mwenyewe hajaimarisha watu kujifunza Kiswahili. Kwa hivyo Museveni yeye ndiye anaweka Afrika Mashariki nyuma. Kwa hivyo ni lugha ambayo itaweza kuunganisha bara la Afrika.